So ili usiwe sawa na mwingine kwenye ufalme wa Mungu, angalia ni nini unafanya kwenye ufalme. Tayari umeshaokolewa. Nani aliyekuambia ubaki tu kwenye level ya kuokoka? Toka hapo njoo kwenye level ya uwana. Level ya uwana ni watu wajibikaji, wanawajibika kwenye ufalme. Kuna watu wako hapa wana mahela kwenye account, ukimwambia anahitaji hela kwa ajili ya kazi ya Mungu, yeye anaanza kuona uchungu kukupa hizo hela, lakini anasema ameokoka. Na wakati wewe unapambana upate hela ya kumtumikia Mungu, anaenda kwenye account, anachokifanya ni nini? Anaziangalia hela zake. Ipo siku hizo hela unazozibania hauzitoi kwa ajili ya kazi ya Mungu, utazitoa hospitalini ukiwa unatibia figo. Ndio umeokoka, mbinguni unaenda, lakini si ulikuwa na pesa, haukuzitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, utatibia figo. So watu waliookoka wanatakiwa wawe tayari kuipigania injili kwa gharama zao. Kama huwezi kuhubiri, kuna watu wanaohubiri, wawezeshe hawa watu wanaohubiri, kwa sababu hii injili haiwezi kwenda kama hamna mtu anawapeleka, wanatupeleka. Hii si tuhubirie injili, tunahitaji watu kutusupport. Prophet, unahitaji mic, hii hapa. Unahitaji speaker, hii hapa. Unahitaji nini? Gari ya vyombo, hii hapa. Unahitaji nini? Hiki hapa. Gharama za kulipia vitu kwenye radio, hizi hapa. Kama watu wa dunia wanalipia vitu vyao viweze kwenda, kwa nini sisi watoto wa Mungu huku tuweokoka tusitoke kwenye level ya utoto, tuje kwenye level ya wana? Mwana anafanya majukumu ya baba yake. Mtoto anakula tu mezani pale, hana anachojua, lakini mwana anasimamia majukumu ya baba yake. So tuko hapa duniani sawa, na watoto wa Mungu sawa, tumeshapokea maagizo ya kimungu ya kutumikia. Basi sasa twendeni kwenye majukumu, tutumike. Unaweza kuhubiri, hubiri injili ya kweli. Hauwezi kuhubiri, wapo wanaohubiri, wawezeshe. Umeona mtu mtaani anahubiri injili, amekaukiwa pale, mic imesha betri na kroma, mpe. Kuna mtu anahubiri injili, amekoma kitu fulani, muwezeshe. Usimkristo wa kawaida, kataa kwa mkristo wa kawaida. Yakobo 1:12 anatuambia kitu pale. Anasema hivi, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. So kuna taji ya uzima. Wote mtaingia mbinguni sawa, ila kuna mwenzako anapewa taji ya uzima. Wote mmeingia form 1, form 2, form 3, form 4. Huyu amepewa cheti cha mwanafunzi bora kwenye shule hiyo wewe ambaye na umesoma, huyu anapewa cheti. So kuna taji mbinguni zinatolewa. Pambania taji yako. Basi siku moja lisomwe jina lako kwamba wewe Robert hukuweza kuhubiri injili, lakini Dennis alipokuwa anahubiri injili ulimnunulia microphone. Fulani alipokuwa anahubiri injili ulimnunulia tenti. Fulani alipokuwa anahubiri injili ulimnunulia viti vya kanisani. Nini unachokifanya kwenye ufalme? Kwa watoto yatima hauendi, kwa wajane hauendi. Kanisani nako sehemu ambako unaona kuna mahitaji hufanyi. Wewe ni Mkristo aina gani ambaye hujali kuhusu ufalme wa kwenu? Ni mjinga pekee anaweza kuona nyumbani kwao panavuja na ana hela kwenye account akiangalia. Ni mjinga pekee. Wewe unaona kabisa kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, anahubiri injili ya kweli. Na nimeona tangazo lake mara nyingi, anahitaji tumjengee hema, anahitaji tumchangie ujenzi, anahitaji microphone, na ukamwangalia na ukapita. Wewe sio Mkristo wa aina yetu. Mkristo wetu ndio anayejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Leo hii Diamond anaweza kumuona mtu na kipaji, akamchukua akaweka fedha, akiamini kupitia kipaji cha huyu nitavuna. Wewe unamwona mtumishi wa Mungu huyu hapa anahubiri injili, pengine hata ni rafiki yako, pengine hata ni hapa kanisani kwenu, pengine kanisani kwako unakosali wewe. Mtumishi anatangaza, jamani tunahitaji fedha kwa ajili ya kwenda redioni, na una hela kwenye account lakini hautoi kwa sababu unaogopa itaisha. Haina shida, wewe bani hiyo hela utaenda nayo Muhimbili, itakutibia figo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu akikupa fedha ni kwa ajili ya mission ya ufalme. Utakula sawa, lakini mission kwenye ufalme una support nini kwenye ufalme wa Mungu? Mara nyingi tumekuwa tunakuja kwenu huku, mara nyingi watu wa Mungu tunahubiri injili sawa hii. Mungu hajatupa hela, akatupa upako na mafuta haya tulionayo na neno lake. Lakini hatuna, tupeni hela basi tujenge madhabahu. Nyewe mnatuangalia tu. Tupeni tununue vyombo vya mtaani, mnatuangalia tu. Mpaka tutunge mbinu za kuwaibia kweli. Tuanze kuambia jamani, Bwana amesema nami atakayetoa milioni 10 kuna baraka kubwa kubwa. Mpaka watu wafikie kuwadanganya. Wewe hauoni kwamba ni haki yangu mimi kujenga ufalme? Mtu hajaomba pesa ya kupeleka nyumbani kwao, ameomba pesa kwa ajili ya kujenga ufalme. Si umpe. Mara ngapi mmepishana na watu wanaohubiri mtaani? Uliwapa hela? Kama hujawapa hela, na wewe ni mtoto mdogo bado, hujui nini unachokifanya kwenye Ukristo. Unaweza kumwona mtu wa kwenu, ndugu yako, yuko sehemu anapambana na una uwezo kumsaidia kumpita. Maana kama umempita ndugu yako wewe, mlokole mwenzio ambaye anahubiri injili kwenye jua kali, unashindwa kuchukua 5,000 na kumtia moyo, mtumishi barikiwa, hubiri injili, na unapita kwa sababu kwenye gari lako, haina shida. Ipo siku tu hiyo gari utashindwa kuipanda ukiuguza moyo, utashindwa kuiendesha ukiwa miguu imekufa ganzi, haina maana tena. So why should you not put value
in the kingdom of God. Weka thamani kwenye ufalme wa Mungu, kujenga. Bila sema msiweke hazina zenu duniani, wekeni hazina zenu mbinguni. Mbinguni watake 10,000 yako, kule mbinguni 10,000 haina maana. Hapa dunia kwenye ufalme, kwenye kazi yake ndio 10,000 yako ina maana.